Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, na kwa neema ya Mungu ninakaribisha sana katika darasa letu jipya kabisa, darasa letu la uongozi. Na kwa neema ya Mungu nitakuwa nikizungumzia namna ya kurithisha mamlaka au madaraka kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Moja kati ya changamoto kubwa katika kanisa na katika kizazi chetu ni namna ya kutengeneza warithi wa nafasi. Changamoto hii imeliasili sana kanisa. Sio tu kanisa la ulimwengu, kanisa la Afrika, kanisa la Tanzania. Nimeshuhudia mara kadhaa kuona akifa labda askofu au labda mchungaji kiongozi, unaona kabisa kanisa linayumba, au anatafuta mtu kutoka sehemu nyingine anakuja kuwa mchungaji pale mahali. Yamkini kitaasisi inaweza ikawa sawa, lakini je, katika mfumo wa kiroho imekaaje? Na ndio maana nataka tuangalie katika eneo la mfumo wa kiroho, kwa sababu kama tunataka tuongoze taasisi katika mfumo wa kitaasisi huku tukimwamini Mungu, hivi vitu vinakuwa vinayumba. Kwa hiyo ni lazima kwanza tuangalie mfumo wa kiungu. Mungu naye ndo ana taasisi imara na na mfumo mzuri wa kitaasisi kuliko mifumo yetu ya kidunia. Hebu tuangalie kile kitabu cha Hesabu sura ya 27. Tutaangalia mstari wa 12 hadi pale mstari wa 20. Lakini kwa sababu ya muda sitaenda huko sana, lakini hii ni habari ya Musa. Mungu akamtokea Musa akamwambia Musa, pandisha mlimani. Akamwambia, panda wewe katika mlima wa Balimu, na ukipanda katika huu mlima nitakwambia atakaenda kupata siku za usoni, kwa sababu wewe Musa utakusanywa pamoja na baba zako. Minsi utafariki kama alivyofariki Haruni pamoja na baba zako waliokutangulia. Akamwambia, sasa wewe unaondoka, lakini siwezi nikaliacha kundi likiwa kama kondoo lisilokuwa na mchungaji. Ukisoma mstari wa 12 anasema, Bwana akamwambia Musa, panda wewe juu ya mlima huu wa Balimu, uitazame nchi niliyowapa wana wa Israeli, na ukiisha kuiona wewe nayo utakusanyika pamoja na baba zako kama Haruni ndugu yako alivyokusanyika, kwa sababu mliasi juu ya neno langu katika jangwa la Sini. Ukisoma mstari wa 15, baada ya Mungu kumpa petition ya kwamba Musa, ninaenda kukutoa, Musa naye akaweka petition mbele za Mungu. Akamwambia Musa, akanena na Bwana akasema, mstari wa 16, Bwana Mungu wa roho za wenye mwili wote na aweke mtu juu ya mkutano. Bwana Mungu, Mungu wa wote wenye mwili, Mungu wa wote wenye mwili, aweke mtu juu ya mkutano. Kumbuka, ni rahisi sana kuwa na kusanyiko kubwa, lakini sio rahisi sana kulichunga kusanyiko kubwa. Hasa inapokuwa mtu mwenye kusanyiko kubwa ambaye Mungu alimwamini atakuwa ameondoka bila kuhand over vizuri, au bila kukalithisha au kukabizisha ile nafasi yake kiroho, kimwili na kiushawishi kwa mtu mwingine. Lile kundi huwa linatawanyika, lile kundi huwa linaparaganyika, lile kanisa huwa linavunjika, yani linabaki kuwa kama dhehebu, lakini sio kanisa. Biblia inasema Musa akamwambia Mungu, wewe ni Mungu wa roho za wenye mwili wote, wewe Mungu uweke mtu juu ya mkutano. Kwa hiyo tunaona anayehusika na kuweka mtu juu ya mkutano nani? Ni Mungu. Anayehusika na kulisisha mamlaka, askofu amefariki, mchungaji amefariki, sijui kiongozi fulani amefariki, nani? Ni Mungu. Kwa hiyo kama watu hawataweza kumuuliza Mungu kwa habari ni ya nani atarithi, jua ya kwamba hapo mahali patatokea shida isiyo ya kawaida. Moja kati ya kitu namuuliza Mungu siku zote ya kwamba, Mungu sije kaniruhusu nikaondoka vibaya bila kutengeneza watu ambao watavaa viatu vyangu. Najua taasisi zina mfumo wake, lakini lazima taasisi zote zirudi katika mfumo wa kitaasisi wa kiungu. Tusiishi katika uongozi kana kwamba hatutakufa, kana kwamba siku moja hatutaondoka katika hivi viti. Tutaondoka, lakini nani atarithi? Unaliachaje hilo kundi? Unawaachaje hawa watu? Kristo Yesu kabla ya kupaa aliacha watu, na hisi nitaongelea siku ya kesho na kuendelea.
Lakini hapa tunaona Musa akasema sawa, mimi sina shida, Mungu nitwae, si unataka kunitwaa, nitwae, lakini nachokuomba, weka mtu juu ya mkutano, weka mtu mwenye ushawishi kama mimi, weka mtu mwenye maarifa, weka mtu ambaye utampaka mafuta atakayesimamia katika mkutano. Jua Musa alikuwa na watu wa karibu, Musa alikuwa na watoto. Musa hakusema weka mwanangu. Kanisa la sasa hivi kila mchungaji labda akiondoka mke wake ndo anakuwa mchungaji kiongozi, au anakuwa archbishop au bishop. No matter babu anasema nini, lakini kwa sababu hiyo ataweka. Je, ni Mungu amesema? Akiondoka mtoto ndo anarithi, ndo anakabidhiwa, ana hand over nafasi ya baba yake. Mtoto anaanza kuchunga kanisa, mtoto anaanza kuchunga taasisi, mtoto je, ni sahihi? Je, Mungu amesema? Au tunafanya kwa utashi wetu, au tunafanya kwa sababu ni mila na desturi za urithishwaji ndani ya kanisa? Hicho kitu sio sahihi na kinaharibu kanisa la Mungu. Musa alikuwa na watoto wa kiume, alikuwa nao, lakini hakumwambia Mungu jichagulie kati ya wanangu, au namchagua mmoja nitaweka mkono juu yake na huyu ataliongoza taifa. Hakufanya hivyo Musa alimwambia mtu, toa mtu katikati ya mkutano, ujichagulie mtu katikati ya hao watu wote ninaowachunga mimi kutoka nao Misri, mchague mtu mmoja. Na wala hakusema ni Joshua, wala hakusema sijui ni wana wa Haruni. Hakuzungumza hicho kitu, ni Mungu mwenyewe amesema. Mstari wa 17, atakayetoka mbele yao na kuingia mbele yao, atakayewaongoza watokapo na kuwaleta ndani, ili mkutano wa Bwana wasiwe kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Kwa hiyo kumbe, unaweza ukawa umetengeneza mchungaji, unaweza ukawa labda kuna mchungaji yupo kabisa, mmemweka mchungaji kanisani, au mchungaji au labda kiongozi fulani wa kitaasisi mliojitafutia ni ninyi wenyewe. Lakini yule mchungaji mliojitafutia ninyi wenyewe katika ulimwengu wa roho atambulike kama mchungaji. Kwa hiyo lile kundi linakuwa ni kama vile lina mtu mwenye cheo lakini halina kiongozi. Biblia inasema huyo mtu atawaongoza watu watokapo na waingiapo ndani, ili mkutano wa Bwana, sio mkutano wako, sio kanisa lako, sio kundi lako, mkutano wa Bwana usiwe kama kondoo asiokuwa na nini, na mchungaji. Swali la kujiuliza, makanisa mangapi viongozi wao baada ya kufa? Ni kweli kanisa linaendelea, lakini kiroho, katika ulimwengu wa roho, katika spiritual covering, hakuna mchungaji. Kuna mtu mwenye kiti, kuna mtu mwenye cheo yuko pale, lakini katika ulimwengu wa roho haonekani kama mchungaji. Anaonekana kama mshirika, anaonekana kama kiongozi mwingine. Yamkini hata viongozi waliokuwa chini yake hawamheshimu. Kwa nini? Kulikuwa hakuna spiritual handover, hakukuwa na namna nzuri ya kiroho ya ulisishwaji. Okay, twende na mimi tutaelewana. Ukisoma mstari wa 18 anasema Bwana akamwambia Musa, mtwae Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono wako. Kiongozi mwenzangu, kabla ya Mungu hajakutwaa, Mungu akuonyeshe Joshua. Mungu akuonyeshe mtu utakayemwekea mkono, atakaye kasimu hiyo nafasi yako. Usimwandae mtu binafsi. Unaweza kaandaa kundi zima, unaweza kaandaa viongozi wako kati ya viongozi wako 10-15, lakini inapokuja swala la mtu wa kurithi, hataki kutokana na kula za wanadamu, tupige kula. No. Nakumbuka baada ya Yuda kufariki, mitume Petro akaongoza watu wapige kula ili apatikane mtume wa 12. Je, ilikuwa ni mpango wa Mungu? Yule mtume umuoni kokote baada ya uchaguzi? Mimi haikuwa mpango wa Mungu, lakini Mungu alikuja kujiinulia baadaye mtume Paulo aliyosimama katika nafasi ya utume kwa ukubwa na kwa upana. Mstari wa 18 anasema Bwana akamwambia Musa, mtwae Joshua. Kumbuka, Musa anaenda kwa Mungu, anawaambia Mungu, jitwalie mtu katikati ya mkutano, huyo mtu awe kiongozi juu ya hawa watu. Alafu Bwana anamwambia Musa, nenda kamtwae Joshua. Nenda kamtwae Joshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake. Muda mwingine unaweza kumchagua mtoto wako ndo awe kiongozi, lakini hana roho wa Mungu ndani yake. Hana leadership ability, hana leadership capacity, hana neema. Hajatengenezwa, hajasukwa na Mungu kuwa kiongozi.
hajasukwa na Mungu kwa mega church pastor. Wewe una kanisa kubwa la watu maelfu, alafu unamwachia mtoto wako na hana hiyo neema. Na kuna watu wako pale Joshua, yamkini sio wa familia yako, sio wa ukoo wako, lakini wale watu wana neema. Mungu anasema kamchukue Joshua, mtoe Joshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake. Kwa hiyo tunaona kigezo cha kwanza cha huyu mtu anayechaguliwa ni mtu mwenye roho wa Mungu ndani yake. That is the first one, sifa ya kwanza kabisa ya mtu anayeenda kurithi. Ana roho wa Mungu ndani yake. Ana roho wa Mungu ndani yake. Ana roho wa Mungu ndani yake. Tusije tukachagua watu kwa sababu wana personality nzuri, wana sura nzuri, wana maumbo mazuri, wameelekea kuwa wachungaji, wameelekea kuwa viongozi. Hata Samueli nabii alitaka kukosea, sababu alipoona wana wa Yese wale wa kwanza wana maumbo mazuri, akataka kupiki pale, mmoja wapo na mpake mafuta. Lakini Mungu akamwambia, mimi siangalii kama wanadamu wanavyoangalia, siwazi kama wanadamu wanavyowaza. Kuna mtu nimejitwalia, lakini haiko hapo katikati yao. Kuna mtu ndani ya kanisa hata hawazu, yamkini huyo ndo anayetakiwa a hand over nafasi ya huyo askofu, nafasi ya huyo mchungaji. Lakini macho yetu ya kibinadamu yametupofusha, kwa sababu tumekuwa tukiangalia watu kwa macho ya nyama, na tunashindwa kumpata Joshua halisi atakayerithi nafasi ya Musa kwa wakati ambao Mungu amekusudia. Kwa hiyo tunaona kigezo cha kwanza asema ni mtu mwenye roho wapi? Ndani yake. Huyo mtu mwenye roho, anasema mtwae huyo Joshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho wa Mungu ndani yake. Alafu anasema ukamwekee nini? Ukamwekee mikono. Ukamwekee mikono. Biblia inasema usifanye haraka kumwekea mtu mkono. Usifanye haraka kumwekea mtu mkono. Usifanye haraka. Usifanye haraka. Hapa anayetakiwa kuelekeze nani wa kumwekea mkono sio hisia zako, ni Mungu. The Bible said ukamtwae, na anatajwa jina Joshua mwana wa Nuni, na uweke mkono juu yake. Na hebu tuende mbele, anasemaje mstari wa 21? Naye atasimama mbele ya Eleazari kuhani, naye atamuuliza kwa Mungu hukumu ile ya ulimu mbele za Bwana. Kwa neno lake watatoka. Mimi ukimwekea mkono huyu mtu atapata neema ya kuamuru, neema ya kucommand, neema ya kufanya judgment, ya kuhukumu, ili mkutano wote wa wana wa Israeli wapate kutii. Kwa hiyo usipoweka mikono kwa huyo Joshua, usipomtambulisha huyo Joshua, hao watu unaowaacha hapa wanaweza wakajichagulia kiongozi, lakini huyo mtu hawatamtii. Lakini ukiweka mkono juu ya mtu niliyomchagua mimi, Israeli wote watapata kutii. Watapata kutii. Watapata kutii. Okay, let us go. 22. Musa akafanya kama Bwana alivyomwamuru. Musa akafanya kama Bwana alivyomwamuru. Nini nataka nizungumzie? Watumishi wenzangu, wachungaji, maaskofu, mitume, manabii, ulishafikiria kwa siku moja utaondoka na hilo kusanyiko kubwa, hizo foundation zilizojenga, majengo makubwa, magharama ya nini? Ni nani atakayesimama badala yako? Wengine wanafanya semina kubwa nchi nzima, wanazunguka na matenti na mahema. Je, ushawaza nikiondoka nani atakaye kuja kukasimu nafasi yangu? Hilo ni moja jambo ambalo linatakiwa likusumbue kuliko jambo jingine, hadi Mungu aseme na wewe kwa habari ya mtu utakaye hand over. Huyo mtu utakaye hand over, watu watamheshimu, watu watamtii, watu watamuelewa, kwa sababu kulikuwa na njia nzuri ya kwenda over. Nakumbuka habari za Leonard Bonke, akati anaondoka alihand over. Alihand over kwa mtu ambaye Mungu alimkusudia hand over. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa hiyo biashara, Musa akafanya kama Bwana alivyomwamuru. Musa akafanya kama Bwana alivyomwamuru. Musa akufanya kama yeye alivyofikiri. Musa akufanya kama yeye alivyowaza. Musa akufanya kama yeye alivyotaka, kama Bwana alivyomwamuru. Akamtoa Joshua, akamweka mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya mkutano wote. Joshua akawa presented mbele ya kusanyiko.
kama kuna mtu Mungu amesema nawe unatakiwa uend over pale utakapokuwa mtu mzima, au wakati Mungu anataka kutoa, usiongee naye ofisini, mtambulishe mbele ya kusanyiko. Kuna watu wanasema mimi aliniambia askofu, mimi aliniambia sijui nabii, kwa kabla ya kufa ni mimi nitakaye lisi nafasi, kabla ya kufa ni mimi, alisema na mimi, aliongea na mimi ofisini. Sasa huyu askofu katwaliwa, huyu nabii ametwaliwa, huku kunatokea mgogoro kati ya familia na wana wa nabii. Kila mtu kundi hili linasema huyu alithi, kundi hili linasema huyu alithi, kundi hili linasema ni fulani alithi. Kwa nini huo mgogoro umetokea? Ni kwa sababu tu hakukuwa na uwazi wa huyu mtu wa Mungu, hata kama Mungu alimsemesha kweli. Baada ya Moses kulala kufariki, watumishi wengi wa Mungu, kila mtu anasema mimi ndo nina manto yake, mimi nina manto ya kulola, mimi Mungu kaniambia ndo nitakayelisha kanisa. Kanisa likaingia katika mgogoro. Baada ya TB Joshua kufariki, tunajua kilichotokea kule Nigeria. Watendakazi pamoja na mtume na nabii, manabii wadogo wakaondoka, kukawa na fujo na chaos, kanisa likafungwa kwa muda fulani. Mke wake anasema ni mimi, alisema na mimi kabla ya kuondoka. Wana na wenyewe wanasema na sisi Mungu alituambia kwa habari yake, alisema na sisi. Kwa hiyo kukatokea na mparaganyiko ndani ya kanisa. Kanisa liliumba, hata kama limesimama, lakini kuna namna lilitikiswa. Kwa nini? Hakukuwa na clear and spiritual handover. Yesu atusaidie sana. Unaweza kuwa kiongozi mzuri, lakini kama utashindwa kuwa na successor ambaye umemtambulisha waziwazi, bado unaweza usio kiongozi mzuri. Na ndio maana Mtume Paulo alimwambia Timotheo, saa ya kumiminwa kwangu imefika. Imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, vita nimepigana. Na akaenda over. Lakini hakuisha tu kwenda over hapo. Akamtambulisha Timotheo kwa makanisa mengi, ya kuwa kama mlivyokuwa mnaniamini mimi, sasa msikilizeni huyo Timotheo mwanangu, amekuwa na mimi. Means kuna public announcement, kuna kumtambulisha huyo kiongozi anayekulithi waziwazi mbele za macho ya watu, sio kisirisiri. So Biblia inasema akamtoa Yoshua akamweka mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya mkutano wote, kisha akaweka mikono yake juu yake, akampa mausia kama yale Mtume Paulo anampa Timotheo, anampa Tito, mausia kama Bwana alivyosema kwa mkono wa Musa. Bwana Yesu asaidie sana. Na ukisoma vizuri hapo, Biblia inasema utamweka juu ya sehemu. Okay, ngoja nitafuta hilo andiko. Mstari wa 20. Nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako. Utaweka juu yake. Unapomwekea mkono, sio tu mkono, unaweka heshima. Kama ulikuwa unaheshimika, wataanza kumheshimu. Kama ulikuwa watu wanakutii, kuna hofu ya Mungu, wanapokuona ile neema inaenda. Yani kuna impartation and implantation of grace. Kama tutakuwa tunalisisha watu tu kimya, nataka nikwambie huyo mtu inabidi aswago. Wewe kama ulishatengeneza njia, una haja huyo mtu atengeneze njia tena. Mtengenezee njia, yenyoshe mapito yake. Yohana alisema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Announce Jesus Christ mbele za watu. Na akasema mimi nabatiza kwa maji, lakini aje nyuma yangu huyo anaenda kubatiza kwa Roho. Na akasema mimi sistahili hata kufungua gidamu za viatu vyake. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako. Kwa hiyo unapoweka mkono juu ya mtu, juu ya mrithi, haumwekee mkono tu kumtangaza, lakini ile heshima ulionao unaiachia. Swali la kujiuliza, kwa nini walipokufa pioneers, waanzilishi wa huduma fulani, waliokuja kurithi chini, hawakuwa na heshima aliyokuwa nayo yule? Hawatembea na upako aliyotembea nao yule baba wa kiroho wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu tukio kama hili halikufanyika. Mtu yuko hadi ICU, anaamini atatoka ICU ataendelea kuhubiri kama vile mara ya kwanza.
Mtu anaumwa mara ya kwanza, nusu ya kufa, Mungu anamponya. Baada ya kutafuta success, amwambie Mungu ampe, lakini bado anaendelea kufanya huduma, kupambana hadi siku anatwaliwa, hajampata successor wa huduma yake. Bwana anasema na sisi kanisa, anasema na viongozi, let us ask him for a successor. Let us prepare people who God may choose among them. Musa aliandaa kina Joshua na watu wengine, aliwaandaa wana wa Huri, aliwaandaa. Lakini kati ya wale alioandaa, Mungu alipiki. Na Biblia inasema Musa akamwambia Mungu, jichagulie kati yao. Ni kosa la jinai mchungaji anafariki, alafu tunaenda kutafutiwa mchungaji mwingine from anywhere, wakati kuna watu walikuwa wameandaliwa hapa kanisani na hawaja appointed kwa kuongoza. Ni vizuri sana akachaguliwa mtu aliye ndani, mtu aliyekulia kile chakula, mtu anayeelewa misingi, mtu anayeelewa jasho lililotoka pale ndani, na sio tu kuchagua kwa sababu ni kuchagua na kuteua. No, huyu mtu anatakiwa achaguliwe na Mungu, na huyu mtu mrithi wake amwekee mkono somehow au somewhere, awe amemwannounce. Mtu anasema sasa, pastor, ikitokea ajali, mchungaji amekufa ghafla, alafu hatokupata successor, inakuwaje? Ngoja nikwambie, tukiwa waaminifu kwa Mungu, Mungu hataruhusu tufe vifo vya ajabu. Mungu atasema tu, kuna namna atasema. Hata kama kuna siku moja mchungaji anaweza akasema kwa bahati mbaya, kabla hata wakati wake wa kutaliwa hujafika, hata kama ni kijana, ukashangaa tu akamsimamisha mtu akasema, wewe mtu, naiona roho yangu ndani yako. Ile ikawa ni sign ya kuwa Mungu alishasema. Lakini kama ametwaliwa kabla hajatangaza, kanisa sikuna watu, sikuna waombaji, kanisa sikuna watu wana roho ya unabii, wakae waombe, na wakiomba Mungu atasema nimejichagulia fulani, na huyo mtu ndo atasimikwa pale. Sio tu kusimika watu tu kienyeji tu, kidini tu. Mwili wa Kristo unaharibika, kanisa linaharibika, legacy inaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema utaweka juu yake sehemu ya heshima. I love this. Kwa kuna sehemu ya heshima. Kama mtu huyu alikuwa na partners all over the world, alikuwa na watu wanao support huduma yake, hawataacha kusupport huduma ile, wataendelea kusupport, kwa sababu ile heshima aliyekuwa nayo amehand over kwa mtu, kwa son, kwa mwana ambaye anaenda kurithi. Kwa hiyo wale supporters wa ministry, wale watu walikuwa na partner, wanajua ile neema bado iko hapa, hawataacha kupartner, hawataacha kusupport, kwa sababu anajua ile roho inayotenda kazi, iliyokuwa inatenda kazi juu ya mtumishi wa Mungu aliyetwaliwa na Bwana, inatenda kazi juu ya mwana, juu ya mrithi wake. Biblia inasema ile heshima itakuwa juu yake, ili mkutano wote wa wana Israeli wapate kutii. Kwa hiyo watu hawawezi kutii kwa namna yoyote kama ile heshima iliyokuwa juu ya kiongozi ambaye alikuwa anamheshimu na kumtii haiko juu ya mrithi wake. Bwana Yesu asifiwe. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Viongozi wenzangu, au wewe unayetaka kuwa kiongozi, hichi kitu kifikirie sana. A leader may prepare the leader, but God choose the leader. Kiongozi anaweza kuandaa viongozi wa kumrithi, lakini Mungu huwa anachagua mrithi. Kiongozi unatakiwa uandae watu, na ndio maana Musa alikuwa anaandaa watu. Hakusema tukamchukue Moabu mmoja Midiani mwenye akili nzuri, mwenye roho aje kutawala. No, Mungu anachagua katikati ya kundi. Watu gani? Watu walioandaliwa na nani? Na mtumishi wa Mungu na ule kiongozi. Lakini Mungu ndo anayepiki, anasema namtaka huyo, namtaka huyo, namtaka yule, namtaka yule. Kumbuka Mungu huwa ndiye anayechagua. Yesu alienda akachagua, akasema nifuate nami nitakufanya. Bwana Yesu asaidie sana. Am I talking to somebody? Kwa hiyo siku ya leo nilitaka niongee na wewe kwa habari ya leadership, na wiki hii nitakuwa nikizungumza kwa habari ya leadership, uongozi. Moja kati ya tatizo kubwa sana katika taasisi, tatizo kubwa sana katika makanisa, katika familia, ni kukosa watu sahihi wa kuhandover, watu sahihi wa kurithi.
Unakuta baba anaondoka, anafariki. Baba alikuwa na makampuni makubwa, alikuwa na mashirika makubwa, alikuwa na vyanzo vingi vya mapato, lakini hakuwa anaandaa mtu wa kurithi. Na yamkini alikuwa amemwandaa mtu asiyekuwa sahihi, mwenye roho mbaya. Akiondoka anawatesa ndugu zake, akiondoka hata mama yake amthamini. Jina la Bwana libarikiwe. Ninakuombea neema ya kuwa na roho njema ya uongozi. Nakuombea neema Mungu akupe mafunuo, akupe hekima ya nini cha kufanya unapokuwa kiongozi na nini cha kufanya unavyokuwa na watu unaoandaa kwa ajili ya uongozi. Lakini zaidi sana, msi Mungu siku zote. Wakati Mungu anakutoa, hiyo za wewe ni baba wa familia, mama wa familia, au kiongozi kanisani, au kiongozi wa taifa, au kiongozi wa jamii, ni nani uta hand over grace, neema, heshima, utukufu ulionao juu yake. Anaweza asiwe ndugu yako, anaweza asiwe mtu wa karibu na wewe, lakini kama Mungu amemchagua, mkubali, mweke mikono, tangazie baraka ya Mungu na neema ya Mungu itaendelea kuflow katika hiyo familia, katika hilo taifa, katika hilo kanisa, katika hiyo taasisi. Shalom, 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 shalom.